Je, unaweza kufikiria kama ningekuambia kwamba kuna njia ya kusafisha mishipa yako ya damu, yani arteries, kupunguza uvimbe kwenye mishipa yako ya damu na kurudisha ile nguvu ya mlipuko uliokuwa nayo miaka 20 iliyopita kwa glasi moja tu kwa siku? Nisikilize kwa makini, kwa sababu hii si ndoto. Sizungumzii uchawi, ninazungumzia biokemia tupu. Ninazungumzia kuamsha tena mfumo wako wa mzunguko wa damu kwa kutumia viungo vyenye nguvu zaidi ambavyo asili imetupa, viungo ambavyo huenda tayari unavyo jikoni mwako vikikusanya vumbi wakati wewe unateseka kimya kimya. Mzunguko mbaya wa damu siyo hukumu ya kifo, wala si matokeo yasiyoepukika ya kuzeeka. Ni ishara ya hatari. Ni mwili wako unaopiga kelele kuomba msaada. Miguu ivimba, mishipa iliyovimba, yani varicose veins, inayoonekana kama ramani za barabara kwenye ngozi yako, mikono ya baridi isiyopata joto hata kwa kuvaa glavu, ganzi ya mara kwa mara. Inasikika kama inakuhusu? Wagonjwa wangu wengi wanasubiri hadi tatizo liwe kubwa kiasi kwamba chaguo pekee ni upasuaji au dawa zenye madhara mabaya sana, yani side effects. Lakini wewe ni mwerevu zaidi ya hapo. Wewe uko hapa kwa sababu unataka kuzuia, kwa sababu unataka kupona. Leo tutagundua viungo 6 wakuu, na nakuonya, kile utakachojifunza leo kinaweza kukuokoa maelfu ya dola katika matibabu ya baadaye. Ikiwa unathamini uhuru wako wa kimwili na hutaki kumtegemea mtu yoyote katika uzee wako, subscribe sasa hivi kwenye channel hii na uweke like kwenye video hii. Fanya hivi kwa ajili ya afya yako. Fanya hivi kwa ajili ya mustakabali wako. Usiruhusu upotoshi wa taarifa ukunyang'anye ubora wa maisha. Tuzungumze waziwazi. Tiba za kisasa wakati mwingine husahau mambo ya msingi. Wanatujaza vidonge lakini wanasahau kutuambia kwamba mwili unatuonya miaka mingi kabla ya kuanguka au kushindwa kufanya kazi. Je, unahisi miguu mizito mwishoni mwa siku? Huko ni kutuama kwa damu kwenye mishipa, yani venous stasis. Je, unakosa pumzi unapopanda ngazi? Huko ni ukosefu wa oksijen kwenye seli. Hayo si mambo ya uzee, ni mishipa ya damu inaomba msaada. Lakini nina habari za kipekee. Hali hii inaweza kurekebishwa kabisa ikiwa utachukua hatua leo. Huhitaji kutumia pesa nyingi. Asili ndio duka la dawa la kisasa zaidi lililopo. Tutaanza kuhesabu kurudi nyuma na ninakuhakikishia kwamba namba 1 itakuacha bila maneno. Lakini tusikimbilie mbele, kwa sababu namba 6 ni mwokozi wa maisha ambaye wengi wanampuuza. Kiungo namba 6, maji ya nazi na tangawizi. Pengine unafikiria maji ya nazi kama kinywaji cha ufukweni, kitu cha likizo. Kosa, ni moja ya viamsha mzunguko vyenye nguvu zaidi duniani, lakini, na hapa ndipo kuna siri, inafanya kazi kwa kiwango cha juu zaidi tu unapoichanganya na tangawizi mbichi. Hebu tuchambue sayansi iliyo nyuma ya hili. Maji ya nazi yana potassium nyingi. Potassium ni madini yanayopambana na sodium, yani chumvi. Ikiwa unakula chumvi, mishipa yako ya damu inakuwa migumu. Potassium inailegeza. Ni kanuni rahisi ya hydraulics. Lakini kinachoifanya iwe ya kipekee ni uwezo wake wa kuingiza maji ndani ya seli, yani intracellular hydration. Maji ya kawaida yanaongeza maji mwilini, ndiyo, lakini maji ya nazi yanaingia ndani ya seli. Sasa ongeza tangawizi. Tangawizi ina gingerols. Misombo hii sio tu ladha ya kuwasha, ni vipanua mishipa ya damu vya joto. Hii inamaanisha nini? Kwamba inalazimisha mishipa yako ya damu ya pembeni, yani peripheral blood vessels, kufunguka kupitia joto. Utafiti uliochapishwa katika jarida maarufu la International Journal of Cardiology ulionyesha kuwa matumizi ya mara kwa mara ya tangawizi hupunguza shinikizo la damu la sistoliki na diastoliki, systolic and diastolic blood pressure, kwa kiasi kikubwa. Bila vidonge. Unaandaaje ili iwe dawa na si kinywaji tu? Chukua glasi ya maji ya nazi ya asili. Tafadhali, hakuna vitu vilivyofungashwa vilivyojaa sukari ya viwandani, na uongeze kijiko kidogo cha tangawizi mbichi iliyokunywa. Iache ikae kwa dakika 10. Kunywa asubuhi mara 4 kwa wiki. Matokeo? Wagonjwa wangu wanaripoti kuhisi joto zuri likipita kwenye viungo vyao.
mikono na miguu ndani ya dakika 20 tu. Ni damu inayotiririka tena kuelekea kwenye vidole hivyo vya baridi. Ikiwa umewahi kuhisi ule ubaridi kwenye mifupa ambao hauondoki kwa lolote, andika neno tangawizi kwenye maoni, comments. Nataka kujua ni wangapi kati yenu wanapambana na dalili hii ya kimya kimya. Iandike, hauko peke yako katika hili. Tuende kwenye ngazi inayofuata. Kiungo namba 5, mdalasini na asali ya manuka. Zingatia hapa kwa sababu mchanganyiko huu ni muhimu kwa wale wanaohofia sukari yao kwenye damu. Kisukari na mzunguko mbaya ni dada mapacha. Panapokuwa na kimoja, kingine kinafika. Kuwa na sukari nyingi ni kama kuwa na vioo vilivyovunjika vinavyozunguka kwenye mishipa ya damu yako, vikichana kuta za ndani. Mdalasini ndiyo jibu. Lakini sio mdalasini wowote, unahitaji mdalasini wa Ceylon, Ceylon cinnamon. Una proanthocyanidins. Molekuli hizi hulegeza kuta za mishipa ya damu na kupunguza uvimbe wa kudumu. Uvimbe, inflammation, ndiye adui wa kweli, sio cholesterol. Ni uvimbe unaoziba njia ya damu. Lakini mbinu kuu ambayo madaktari wachache wanakuambia ni asali ya manuka. Asili yake ni New Zealand. Asali hii si kiungo cha kutia utamu, ni dawa ya asili ya kuua bakteria, antibiotic, na kupunguza uvimbe kutokana na methyl glyoxal. Utafiti kutoka chuo kikuu cha Toronto uligundua kuwa mchanganyiko huu unaweza kupunguza cholesterol ya LDL, ile iliyooksidishwa ya hatari, hadi kwa 15%. 15%! Fikiria maana ya hilo kwa hatari yako kupata mshtuko wa moyo, heart attack. Inanywewaje? Nusu kijiko kidogo cha unga wa mdalasini na kijiko kidogo cha asali ya manuka katika maji ya uvuguvugu. Uvuguvugu. Ikiwa unatumia maji yanachemka, utakuwa unaua vimengenya vya asali na utakuwa unakunywa maji yenye sukari. Usifanye hivyo. Kunywa dakika 30 kabla ya kifungua chanjo, mara 5 kwa wiki. Hii haisafishi tu mishipa yako, inakupa nguvu endelevu. Unasahau yale mapunguzo ya nguvu ya katikati ya asubuhi. Ikiwa umechoka kujisikia mchovu, hili ndilo suluhisho lako. Na kumbuka, ikiwa maudhui haya yanakufumbua macho, hakikisha umesubscribe. Tunajenga jumuiya ya watu wenye taarifa na afya nzuri, na wewe unapaswa kuwa sehemu yake. Kiungo namba 4, juisi ya celery na giligilani, parsley. Najua unachofikiria. Daktari, hiyo inasikika vibaya. Inaweza isiwe ladha nzuri kulinda dhani duniani, lakini nisikilize. Nikisafisha mabomba cha kibiolojia. Ikiwa miguu yako inaonekana kama nguzo za kigirii kwa sababu ya kuvimba, hii ni kwa ajili yako. Celery ina mchanganyiko wa asili wa kikemikali unaoitwa phthalides. Phthalides hulegeza misuli laini inayozunguka mishipa ya damu. Wakati misuli hiyo inalegea, mshipa wa damu unapanuka. Shinikizo linashuka na damu inatiririka kama mto ulio huru bila upinzani. Moyo unapumzika, unaacha kufanya kazi kwa nguvu. Na giligilani? Giligilani ni bomba la vitamin K na vitamin C. Vitamin K ni muhimu ili kuzuia mishipa yako isigande ikawa kama choka. Umeshaisikia kuhusu atherosclerosis? Ni pale mishipa yako inavyokuwa ngumu kama jiwe. Giligilani husaidia kuzuia hilo. Aidha, mchanganyiko huu ni dawa ya asili yenye nguvu kubwa zaidi ya kukojoa ilipo. Huondoa ziada ya sodium na maji yaliyotuama mwilini bila kudhuru figo zako, tofauti na dawa za viwandani. Utafiti katika jarida la Journal of Technopharmacology ulionyesha kuwa dondoo ya celery inapunguza shinikizo la damu kwa kiasi kinacholingana na baadhi ya dawa, lakini bila madhara mabaya, side effects, yanayokuharibia maisha. Kichocheo au recipe ni kikali. Mabua 3 ya celery, fungu 1 la giligilani, nusu glasi ya maji. Saga kwenye blender na unywe. Kwenye tumbo tupu, mara 3 kwa wiki. Utahisi jinsi unavyopungua uvimbe, utahisi jinsi viatu vyako vinavyokutosha tena kwa sababu miguu yako haijavimba tena. Ni hisia ya uhuru kamili. Nataka kusimama hapa kidogo. Umewahi kujaribu juisi ya celery na kuhisi ile ladha kali? Andika kijani kwenye maoni ikiwa unathubutu kuijaribu au ikiwa tayari unajua uwezo wake. Tuwe wa kweli kuhusu ladha, lakini pia kuhusu matokeo. Nataka kuwasoma. Sasa, jiandae kwa sababu tunaingia kwenye jukwaa la heshima.
Viungo vitatu vya kwanza ni wasomi wa mzunguko wa damu. Kiungo namba 3, mbegu za kitani, flax seeds zilizosagwa. Tumefika kwenye nafasi ya 3 na hii ni dhahabu tupu kwa mfumo wako wa moyo na mishipa ya damu. Hasa ikiwa wewe ni mwanamke, ingawa wanaume pia wananufaika sana. Tunazungumzia kubadilisha damu yako nzito na ya polepole kuwa kimiminika muhimu na chenye nguvu. Mbegu za kitani au linaza ndicho chanzo cha mimea tajiri zaidi cha omega 3 kilichopo asilini. Lakini sio mafuta yoyote tu, ni asidi ya alpha-linolenic. Kwa nini ni muhimu sana? Kwa sababu huweka kuta za seli zako zikiwa zinanyumbulika, flexible. Mshipa wa damu ulio ngumu hupasuka. Mshipa wa damu unaonyumbulika hubadilika kulingana na hali. Tunataka mishipa ya damu inayonyumbulika ambayo inahimili shinikizo bila kuharibika. Aidha, zina lignans. Misombo hii inapambana na uvimbe wa kimya kimya, ule ambao hauumi lakini unakuwa polepole kwa ndani, ukitengeneza mabaka ya mafuta atheromatous plaques, ambayo siku moja, pap, yanaziba mtiririko. Lakini kuna kosa kubwa ambalo 90% ya watu wanafanya na kitani. Wanakula mbegu nzima. Hapana. Mfumo wako wa mmeng'enyo hauwezi kuvunja ganda la mbegu ya kitani. Ukizila nzima, zinaingia na kutoka vile vile. Unatupa pesa yako chooni. Lazima uzisage. Chuo Kikuu cha Manitoba kilifanya utafiti wa kuvutia. Matumizi ya kila siku ya kitani iliyosagwa ilipunguza shinikizo la systolic kwa 10 na la diastolic kwa 7. Ili upate picha, hiyo ni bora kuliko matokeo ya vidonge vingi unavyoandikiwa kliniki na bila kudhuru ini lako. Maandalizi. Vijiko viwili vya chakula vya kitani iliyosagwa kwenye glasi ya maji. Iache ikae kwa dakika 15. Itatengeneza rojorojo au gel. Inywe. Rojorojo hiyo ni mafuta ya uponyaji au balsam kwa mfumo wako wote wa ndani. Kunywa usiku, saa 2 baada ya chakula cha jioni. Wakati umelala, kitani hufanya kazi ya kurekebisha mishipa yako. Mwanzoni umbeleo ni la ajabu na kubali, lakini utakapoamka siku inayofuata na miguu miepesi na akili iliyochaka, hutataka kuiacha neva. Na bado tunabakiwa na viungo viwili vyenye nguvu zaidi. Namba 1 ina uwezo wa kugeuza au kuondoa mabaka kwenye mishipa ya damu kulingana na tafiti za kliniki. Usiondoke kwa sababu kinachofuata kitabadilisha afya yako milele. Kiungo namba 2, maji ya rosella au hibiscus na limao. Tumefika kwenye nafasi ya 2 na hapa ndipo mambo yanakuwa mengi yavutia na ya tamu. Maji ya rosella na limau si kinywaji cha kuburudisha tu cha chakula cha mchana. Ni elixir nyekundu kama damu ajili ya moyo na mishipa ya damu. Rosella au Jamaica ni siri iliyotunzwa vizuri zaidi ya tamaduni mengi iliyokuitaka shinikizo la damu chini ya udhibiti bila madhara mabaya. Sikiliza sayansi. Ua la rosella limejawa anthocyanins. Unaona ile rangi nyekundu iliyokolea? Hiyo ni dawa tupu. Anthocyanins ni misombo inayoimarisha kuta za capillaries zako, ile mishipa midogo sana ya damu ambayo ikipasuka inakuacha na michubuko au mabaka mabaya au kusababisha damu kuvuja machoni. Lakini cha kushangaza zaidi ni athari yake kwenye shinikizo la damu la sistoliki. Utafiti uliochapishwa katika jarida la Journal of Nutrition, mojawapo ya majarida ya kisayansi yanayoheshimika zaidi duniani, ulionyesha kwamba unywaji wa mara kwa mara wa chai ya hibiscus unaweza kupunguza shinikizo la sistoliki hadi kwa pointi 13. Pointi 13. Hiyo ni tofauti kati ya kuwa katika eneo la hatari la kupata kiharusi, stroke, na kuwa katika eneo salama. Na inafanya hivyo kiasili, ikifanya kazi kama dawa ya asili ya kukojoa, diuretic, isiyoathiri usawa wa electrolytes zako, tofauti na vidonge vinavyokutoa potassium yote na kukuacha dhaifu. Sasa, mbinu kuu, ndimu. Ndimu sio tu vitamin C, ni kiondoa acid alkalizing agent chenye nguvu kinachopambana na acid ya kimetaboliki, metabolic acidity. Mwili wenye acid ni mwili ulio na uvimbe. Mwili ulio na uvimbe ni mwili mgonjwa.
Kwa kuongeza ndimu mpya kwenye maji yako ya rosella, unaongeza ufyonzwaji wa vioksidishaji antioxidants na kusafisha ini lako, kichujio kikuu cha damu yako. Maandalizi. Chemsha vijiko viwili vya chakula vya mawa makavu ya rosella kwenye kikombe cha maji. Iache ikae kwa dakika 10. Chuja na uongeze maji ya nusu ndimu. Kunywa ikiwa baridi au ya moto, lakini kunywa kila siku, kikombe kimoja kwa siku. Ni tabia ambayo moyo wako utakushukuru kwa kila pigo. Na tafadhali, ikiwa una shaka yoyote kuhusu kama unaweza kunywa hii na dawa zako za sasa, niandikie kwenye maoni. Ingawa siwezi kukupa ushauri wa kimatibabu wa kibinafsi hapa, naweza kukuongoza. Usikae na shaka. Tumefika kileleni, kiungo namba 1, mfalme kamili wa afya ya mishipa ya damu. Kiungo namba 1, juisi ya komamanga na blueberry. Kama ningelazimika kuchagua dawa moja tu ya asili ili kuokoa mishipa yako ya damu isizibe, ingekuwa hii bila kusitasita hata sekunde moja. Juisi ya komamanga na blueberry kihalisi ni kisu cha upasuaji cha majimaji kinachosafisha mishipa yako kwa ndani. Komamanga ni tunda la miujiza, lina punicalagens. Vioksidishaji hivi vina nguvu sana kiasi kwamba vinaiacha chai ya kijani green tea na mvinyo mwekundu red wine nyuma sana. Vina uwezo wa kipekee uliothibitishwa katika tafiti za klinikia wa kupenya kwenye kuta za mishipa ya damu na kuyeyusha baka la cholesterol iliyooksidisiwa ambalo limejikusanya kwa miaka mingi. Tunazungumzia kubadili au kuondoa uharibifu, kusafisha mabomba yaliyoziba. Na blueberry ni walinzi wa ubongo wako. Zina pterostilbin, mchanganyiko unaoboresha mzunguko mdogo wa damu kwenye ubongo, cerebral microcirculation. Ikiwa unahisi ukungu akilini, ikiwa unasahau mambo, ikiwa unapata shida kuzingatia, ni kwa sababu damu ya kutosha haifiki kwenye ubongo. Blueberry zinafungua njia hizo. Lakini hapa kuna ukweli utakao kushangaza sana. Mchanganyiko huu unaongeza uzalishaji wa nitric oxide mwilini mwako. Nitric oxide ni molecule ya uhai. Ni gesi ambayo mwili wako huzalisha ili kuiambia mishipa yako, legea, funguka, acha damu ipite. Bila nitric oxide, mishipa yako inafunga na shinikizo linapanda. Ikiwa na nitric oxide, shinikizo linashuka na oxygen inafika kila kona. Utafiti wa kimapinduzi katika jarida la American Journal of Clinical Nutrition uligundua kwamba unywaji wa kila siku wa juisi ya komamanga kwa miezi 3 unaweza kupunguza unene wa intima media ya carotid, mishipa ya shingo inayoenda kwenye ubongo, hadi kwa 30%. 30% chini ya uzibaji. Fikiria maana ya hilo katika kuzuia kiharusi, stroke. Kichocheo ni rahisi lakini lenye nguvu. Nusu kikombe cha juisi ya komamanga ya asili bila sukari iliyoongezeka, tafadhali soma label, na konzi moja ya blueberry. Saga kwenye blender, kunywa mara 5 kwa wiki. Kwenye tumbo tupu. Ikiwa unatumia dawa za kuzuia damu kuganda, anticoagulants kama warfarin, wasiliana na daktari wako kabla ya kuanza, kwa sababu hii ina nguvu. Lakini kwa wengine ni baraka ya majimaji. Sasa kwa kuwa una viungo, nataka kukufundisha jinsi ya kuvichanganya kuwa bomu la mzunguko wa damu la siku 10. Usafishaji kamili wa mfumo wako. Eliksari ya mzunguko wa damu ya siku 10. Nimeboresha kichocheo hiki kwa miaka mingi na wagonjwa wangu na matokeo ni kwa kweli ya kushangaza. Utaikunywa kwa siku 10 mfululizo, pumzika siku 5 na urudie ikiwa ni lazima. Unahitaji nusu glasi ya juisi ya komamanga, robo kikombe cha blueberry, kijiko kidogo kimoja cha tangawizi iliyokunywa, maji ya nusu ndimu,
nusu kijiko kidogo cha mdalasini, kijiko kimoja cha chakula cha mbegu za kitani zilizosagwa, zilizoandaliwa kando na maji. Saga vyote isipokuwa rojorojo ya kitani, kisha changanya na rojorojo ya kitani. Kunywa kwenye tumbo tupu. Ni nzito, ni nyekundu, ina nguvu. Ina ladha ya dawa ya asili kwa sababu ni dawa ya asili. Wakati wa siku hizo kuni, kunywa maji mengi. Mwili wako utaanza kutoa sumu zilizojikusanya na unahitaji maji ya kuziosha. Usipokunywa maji, utaumwa kichwa. Ni kawaida, ni utoaji sumu, detoxification. Maonyo muhimu. Usifanye makosa haya. Kabla hujakimbilia jikoni, nahitaji usikilize hili kwa makini sana. Kuna makosa yanaweza kuharibu juhudi zako zote au hata kuwa hatari. Dawa. Ikiwa unatumia vidonge vya shiniko la damu au kisukari, zungumza na daktari wako. Tiba asili zinafanya kazi kweli. Ukishusha shiniko lako la damu kiasili na ukaendelea kunywa dozi ile ile ya kidonge, linaweza kushuka mno, hypotension. Unahitaji uangalizi. Asili, organic. Tumia viungo vya asili, organic, ikiwa unaweza. Dawa za kuua wadudu, pesticides, ni sumu. Hatutaki kusafisha mishipa ya damu kwa kuingiza sumu zaidi. Osha kila kitu vizuri sana na siki, vinegar, na magadi soda, baking soda, ikiwa hupati vya asili. Uthabiti, constancy. Huu si uchawi wa papahampa. Usinywe glasi moja na kutarajia kukimbia marathoni kesho. Ipe wiki 3. Biolojia inahitaji muda ili kurekebisha. Sikiliza mwili. Ikiwa kitu kinakupa uzito au kinakusumbua, punguza dozi nusu. Usilazimishe mfumo wako. Tabia. Usitarajie kusafisha mishipa yako ya damu kwa komamanga ikiwa baadaye unakula baga, chips na soda. Saidia mwili. Tembea kwa dakika 20. Lala saa 7. Ushuhuda halisi unaohamasisha. Nataka nikuambie kuhusu Maria, mwenye miaka 67. Alifika kliniki yangu, miguu yake ikiwa imevimba kiasi kwamba viatu havingekuwa kumtosha. Alikuwa analia kwa maumivu na kuchanganyikiwa. Dawa za kukojoa za duka la dawa zilikuwa zikimfanya asikie kizunguzungu na kumkosesha potassium. Tulianza na maji ya selari na giligilani. Ndani ya wiki mbili, uvimbe ulipungua kwa 50%. Baada ya mwezi mmoja, alikuwa anatembea bila maumivu, alirudisha maisha yake. Au Carlos, mwenye miaka 45, mtendaji mkubwa mwenye msongo wa mawazo. Mikono na miguu ilikuwa ya baridi sana hata wakati wa kiangazi. Mzunguko mbaya sana wa mzunguko wa damu pembeni. Kwa maji ya konazi na tangawizi, ndani ya mwezi mmoja, mikono yake ilikuwa na joto. Aliniambia, daktari, nahisi kama nina mfumo wa kupasha joto ndani yangu. Na Ana, mwenye miaka 52, akiwa na mishipa ya damu iliyovimba, varicose veins, na yenye maumivu, alichanganya maji ya rosella ya kila siku na kitani wakati wa usiku. Baada ya miezi 3, maumivu yalitoweka na mishipa midogo midogo ilionekana kama utanda wa bubuzi ilikaribia kutoonekana. Haya si matukio ya pekee, ni watu halisi waliofanya uamuzi halisi. Wewe unaweza kuwa ushuhuda wa mafanikio yanayofuata. Makosa ya kawaida yanayoharibu maendeleo yako. Nimewaona watu wengi wakishindwa kwa sababu ya mambo madogo ya ujinga. Usiwe mmoja wao. Kukosa uvumilivu. Wanataka matokeo ndani ya siku 2. Asili ni ya polepole lakini ina uhakika. Kama kijiko kimoja ni kizuri, 3 ni bora zaidi. Hapana. Kuheshimu dozi ni muhimu ili kuepuka madhara mabaya. Kuchanganya kila kitu. Usianze na viungo vyote 6 siku ya kwanza. Mwili wako utachanganyikiwa. Anza na kimoja au 2, badilisha, fanya majaribio. Kusahau maji. Ukila kitani na usinywe maji, utapata choo kigumu, constipation. Kitani inahitaji maji ili kufanya kazi. Kukata tamaa kutokana na mgogoro wa uponyaji, healing crisis. Siku za kwanza, unaweza kujisikia mchovu kidogo au kuwa na maumivu madogo ya kichwa. Ni mwili wako unatoa uchafu. Usiache.
kunywa maji zaidi na upumzike. Ni dalili kwamba inafanya kazi. Mikakati ya ziada ya kuongeza matokeo. Mbali na kunywa elixirs, hizi kuna mbinu za kimwili zinazoharakisha mchakato. Kujikanda mwenyewe, automasahe. Baada ya kunywa kinywaji chako, kanda miguu yako kwa mafuta ya rosemary au mnanaa, peppermint, kutoka chini kwenda juu. Inasaidia kurudisha damu, venous return. Miguu juu. Dakika 10 kwa siku ukiweka miguu kutani kabla ya kulala. Nguvu ya uvutano, gravity, inakufanyia kazi. Inaondoa maji yaliyotuama. Kupumua. Vuta pumzi ndani sana. Kiwambo hufanya kazi kama pampu inayosaidia moyo kusukuma damu. Dakika 5 za kupumua kwa uangalifu hupeleka oksijeni kwenye mfumo wako wote. Kuoga maji baridi na moto, contrast showers. Malizia kuoga kwako kwa sekunde 30 za maji baridi kwenye miguu yako. Najua ni ngumu, lakini inafinya mishipa ya damu na kuifanyisha mazoezi. Ni mazoezi ya mishipa ya damu, vascular gymnastics. Kutembea au kujisogeza. Ikiwa unafanya kazi ukiwa umekaa, simama kila baada ya saa 1. Sogeza miguu. Msuli wa ndama, calf muscle, ni moyo wako wa pili. Unapousogeza, unasukuma damu kwenda juu. Lishe ya nyongeza. Kile unachopaswa kula. Sitakupa lishe kali, lakini ongeza haya. Vitamini E, lozi, alizeti, mafuta ya mzeituni, olive oil. Inalinda seli zako nyekundu za damu. Vitamin C, kiwi, pilipili hoho, matunda jamii ya chungwa, citrus fruits. Inaimarisha kapilari zako. Magnesium, mchicha, chokoleti nyeusi, 70% plus. Inalegeza mishipa ya damu yako. Na tafadhali, punguza chumvi ya viwandani, mafuta mabaya, trans fats, na sukari. Ndiyo farasi watatu wa maangamizi ya mzunguko wa damu. Lini utaona matokeo? Wiki 1. Nguvu zaidi, usingizi mzuri zaidi, mikono kupunguza ubaridi. Wiki 2. Kupungua kwa msuli kukaza usiku, miguu kuwa miepesi zaidi. Mwezi 1. Uwezo bora wa kimwili, kupungua kwa uvimbe unaonekana, shinikizo la damu kuwa tulivu zaidi. Mwezi wa 2, uhai uliofanyiwa upya. Vipimo vyako vya damu vitaanza kuonyesha ukweli, cholesterol na triglycerides zikishuka. Tahadhari za mwisho kwa umri. Miaka 40 kukulena 60. Una muda wa kuzuia. Tumia 8, kitani na mdalasini. Shambulia uvimbe na cholesterol sasa. Plus 60 miaka. Kuwa mpole zaidi lakini uwe na uthabiti. Anza na seleri na giligalani kupunguza uvimbe, kisha 8. Uvumilivu na uthabiti ndiyo marafiki zako bora. Kuwa na kitabu cha kumbukumbu, diary. Andika hali unavyojisikia kutoka 1 kufikia 10 kila siku. Piga picha za miguu yako, pima shinikizo la damu yako. Data hazidanganyi na zitakufanya ukiwa na motisha wakati uvivu unapokushambulia. Na tafadhali, shiriki maendeleo yako. Andika naanza leo kwenye maoni ikiwa utachukua udhabiti. Nataka kuona ahadi ya hadhari. Kwa wale wanaotaka kwenda mbali zaidi, fikirieni kujiunga kama wanachama, members, wa channel. Mtapata miongozo ya kina moyo zaidi na majibu ya moja kwa moja. Lakini kwa kile nilichokupa leo, ayari una uwezo mikononi mwako. Usisubiri upate mshtuko wa moyo, infarto. Usisubiri upate damu kugonda, thrombosis. Kinga ni tiba mwerevu zaidi na rahisi zaidi iliyopo. Mwili wako ni hekalu, si jalapa na taka. Utendee kwa heshima na utakurudishia afya na nguvu. Asante kwa kuiamini tiba ya asili. Tuonane kwenye video ijayo. Afya njema na mzunguko mzuri wa damu kwa wote.
Sasa, kwa kuwa tumechambua viungo 6 wakuu, nataka kushiriki nawe mikakati ya hali ya juu inayotenganisha watu ambao wanajaribu tu kuboresha afya zao na wale ambao wanabadilisha maisha yao kweli kweli. Kwa sababu kuwa na viungo ni nusu tu ya vita. Kujua jinsi ya kuvitumia kwa busara, jinsi ya kuviingiza katika ratiba yako na, zaidi ya yote, jinsi ya kuepuka makosa ambayo 99% ya watu wanafanya, ndiko kutakupa matokeo ya kudumu. Umewahi kujiuliza kwa nini watu wawili wanaweza kutumia dawa ile ile na kupata matokeo tofauti kabisa? Jibu liko kwenye maelezo ya kina, details, na leo nitakupa maelezo hayo. Tuzungumzie ulinganifu, synergy, nguvu ya kuchanganya. Wengi wenu mmeniuliza, daktari, naweza kuchanganya kila kitu kwenye kinywaji kimoja chenye nguvu? Jibu fupi ni tuwe makini. Mwili wako si blender ya viwandani. Ukiupa vipanua mishipa na vizuia damu kuganda vya asili vyenye nguvu 6 kwa wakati mmoja siku ya kwanza, unaweza kusababisha kushuka kwa shinikizo la damu kwa ghafla au maumivu makali ya tumbo. Siri ni mzunguko wa kimkakati, strategic rotation. Fikiria kwamba mfumo wako wa mzunguko wa damu ni bustani. Huimwagilia kwa bomba la zimamoto kwa mkupuo, unaimwagilia kwa upole lakini kwa ukawaida. Hapa kuna pendekezo langu la dhahabu kwa wiki ya mfano wa ukarabati wa mzunguko wa damu. Jumatatu, Jumanne na Ijumaa, zingatia usafishaji wa kina. Kunywa juisi ya celery na giligilani kwenye tumbo tupu. Hii itaondoa ziada ya maji na sodium iliyojikusanya mwishoni mwa wiki. Figo zako zitakushukuru. Jumanne na Alhamis zitumie kwa ajili ya kurekebisha mishipa ya damu na ubongo. Andaa juisi ya komamanga na blueberry. Ipe mishipa yako ya damu kipimo hicho kikubwa cha vioksidishaji ili kupambana na mabaka ya mafuta, atheromatosis plaque. Kila siku, usiku, hapa ndipo uthabiti unaingia. Saa moja kabla ya kulala, kunywa glasi yako ya maji ya rosella na ndimu, au ikiwa unapendelea kitu laini kwa tumbo, mchanganyiko wa mdalasini na asali ya manuka. Hii itaweka shinikizo lako la damu likiwa tulivu wakati umelala, ambapo ndipo matukio mengi ya kimya kimya ya kiharusi, strokes, hutokea. Na maji ya nazi na tangawizi, hiyo ni kadi yako ya turufu. Inywe katikati ya asubuhi unapohisi nguvu inashuka au ikiwa unatoka kwenda kutembea. Ni kinywaji chako cha michezo cha asili. Makosa yasiyoonekana ambayo unapaswa kuyaepuka. Nimeona wagonjwa waliochanganyikiwa kwa sababu haifanyi kazi kwao, na tunapochunguza tabia zao tunapata waharibifu hawa waliofichika. Adui mweupe. Hapana, si chumvi, ingawa pia ni sukari iliyosafishwa, refined sugar. Unaweza kunywa lita za juisi ya komamanga, lakini ukiambatana na chakula chako cha mchana na soda au kitindomlo chenye sukari, unavimba mishipa yako ya damu kwa kasi zaidi kuliko komamanga inavyoweza kuiponya. Sukari huunda ongezeko la insulin linaloharibu endothelium, safu ya ndani ya mishipa ya damu. Ikiwa unataka kupona, punguza sukari kwa kiwango cha chini kabisa. Tumia stevia au kiasi kidogo cha asali ya manuka, lakini hakuna kingine. Kukaa tuli kulijofichika, sedentarismo disgusado. Daktari, lakini mimi nazunguka nyumbani siku nzima. Hiyo haihesabiki kama mazoezi ya moyo na mishipa. Unahitaji kutembea kwa kusudi. Unahitaji moyo wako udunde kwa kasi kidogo zaidi ya kawaida kwa lazima dakika 20 mfululizo. Hiyo inaamuka pampu ya misuli ya miguu yako na kusukuma damu iliyotuama kwenda juu. Bila msongo, hakuna mzunguko. Basi. Upungufu wa maji mwilini wa kudumu, chronic dehydration. Watu wazima wapoteza hisia ya kiu. Wanafikiria wanakunywa maji ya kutosha, lakini kwa hakika wamepungua maji mwilini. Damu nzito ni damu ya pole. Damu ya pole inaunda mabonge, clots. Ikiwa mkojo wako ni wa rangi iliyokolea, uko hatarini. Kunywa maji mpaka mkojo wako uwe mweupe au wa wazi. Ni kiashiria simple na madhubuti kulicho nacho. Nini cha kutarajia hasa? Nyakati na matokeo. Tuwe wa kweli. Hiki si kidonge cha miujiza cha kwenye televisheni. Asili inafanya kazi na mizunguko ya kibiolojia ya mwili wako. Wiki ya kwanza, utahisi hamu zaidi ya kukojoa. Vizuri. Hiyo ni selari na rosella zinazotoa maji yaliyotuama kwenye vifundo vya miguu yako.
Pia utaona kwamba mikono na miguu yako ina ubaridi mdogo. Mwezi wa kwanza, ikiwa una msimamo, utaanza kuona kwamba unapanda ngazi na uchovu mdogo. Mishipa inayoonekana kama utando wa buibui, aranythus, kwenye miguu inaweza kuanza kuonekana isiyo na wekundu sana na isiyovimba. Mmeng'enyo wako utaboreshwa kwa kiasi kikubwa kutokana na nyuzi-nyuzi, fiber ya kitani na komamanga. Miezi mitatu. Hapa ndipo miujiza mikubwa inatokea. Viwango vyako vya cholesterol na triglycerides kwenye damu vinapaswa kuonyesha uboreshaji unaoonekana kwenye vipimo. Shinikizo lako la damu litakuwa tulivu zaidi. Angalia, wasiliana na daktari wako ikiwa unahitaji kurekebisha dawa. Na muhimu zaidi, utajisikia na uhai uliodhani umepotea. Maswali yanayoulizwa mara kwa mara ambayo nikaulizwa kliniki. Je, naweza kunywa hii ikiwa nina vidonda vya tumbo? Gastritis? Tangawizi na ndimu vinaweza kuwa vikali kwa tumbo lenye vidonda. Ikiwa ndivyo ilivyo kwako, anza na dozi ndogo sana na kamwe usinywe kwenye tumbo tupu kabisa. Kula biskuti ya nafaka kamili au kitu laini kwanza. Mdalasini na asali ni rafiki sana kwa tumbo. Ipe kipaumbele hiyo. Vipi ikiwa ni mgonjwa wa kisukari? Juisi ya komamanga ina sukari ya asili, fructose. Ingawa ina faida, usizidishe. Punguza kiasi kwa nusu glasi na uichanganye na maji. Mdalasini ndiye rafiki yako bora. Inasaidia kushusha glucose. Itumie kila siku. Na daima pima viwango vyako. Je, watoto wanaweza kunywa hii? Kwa ujumla ndiyo, lakini kwa kiasi kidogo. Hawahitaji nguvu ya mtu mzima ili kusafisha mishipa ya damu. Maji ya nazi na rosella ni vibadala vyema sana ya soda za viondani kwao. Wazoeshe kwenye vitu vya asili tangu wakiwa wadogo. Mpango wako wa utekelezaji wa mara kwa mara. Sitaki ufunge video hii na usahau kila kitu kesho. Nataka uchukue hatua sasa. Enda jikoni kwako. Angalia una nini. Je, una mdalasini? Je, una ndimu? Je, una kitunguu saumu au giligalani? Vitumie leo. Usisubiri ununue asali ya manuka inayoagizwa kutoka nje ili kuanza. Anza na kile ulichonacho. Kesho asubuhi, badala ya kahawa yako ya kawaida na maziwa, jaribu maji ya uvuguvugu na ndimu na kiasi kidogo cha tangawizi. Mabadiliko hayo dogo tu yanaondoa acid kwenye mwili wako na kuamka mzunguko wako wa damu. Panga ratiba ya kutembea kwa dakika 15. Dakika 15 tu. Vaa viatu vya kustarehe na uende. Vuta pumzi ndani sana. Hisi jinsi damu yako inavyozunguka. Ujumbe wa mwisho kutoka moyoni. Niangalie machoni. Sawa, kwenye kamera. Mwili wako ni mashine kamili iliyoundwa kujiponya yenyewe, lakini inahitaji viti kamili. Kwa miaka mingi, sekta imetufanya tuamini kwamba afya inakuja kwenye chupa ya vidonge vya bei gharama. Wametufanya wategemezi, wenye hofu na watazamaji tu. Leo ninakurudishia uwezo. Ninakupa funguo za duka lako la ndani, yani internal pharmacy. Mzunguko mbaya wa damu, mishipa iliyovimba, uchovu chronic, hofu ya mshtuko wa moyo, si lazima iwe hatima yako. Una maarifa mikononi mwako ya kubadilisha mweko wa afya yako na mishipa ya damu yako. Si ngumu, si gharama. Inahitaji tu kujipenda na kuwa na msimamo. Fikiria ndani ya mwaka mmoja. Fikiria kuwa na uwezo wa kucheza na wajukuu zako kwenye uwanja bila kuishiwa pumzi. Fikiria kusafiri na kutembea katika miji mpya bila miguu yako kuuma. Fikiria kwenda kwa daktari na akwambie, "Wow, vipimo vyako vimeboreshwa kuliko miaka 10 iliyopita. Unafanya nini?" Ukweli unawezekana, na unaanza na glasi hilo la kwanza la juisi ya kijani na kikombe hicho cha kwanza cha chai ya rosella na matembezi hayo ya kwanza kwa ufahamu. Ikiwa video hii imekusaidia, ikiwa imekupa matumaini na zana za vitendo, na kuomba upendeleo, ishiriki. Mtumie shangazi yako anayelalamika kuhusu miguu yake, kwa rafiki yako ambaye ana cholesterol nyingi, kwa kundi lako la WhatsApp la familia. Afya ndiyo mali pekee inayoongezeka inaposambazwa. Na kama bado hujafanya hivyo, subscribe kwenye channel na uwashe kengele. YouTube si mara zote inatoa taarifa kuhusu video mpya na hutataka kukosa kinachokuja. Tiba kwa ajili ya kumbukumbu, kwa ajili ya viungo, joints, kwa ajili ya ini lenye mafuta, fatty liver. Tutashughulikia kila kitu. Kwa wale ambao wamejitolea kweli kweli, ninawaalika kujiunga na wanachama wa channel.
Huko tunachambua kwa kina zaidi, tukiwa na orodha za vyakula za kila wiki, orodha za manunuzi na vikao vya maswali na majibu mubashara, live Q&A, ambapo ninaweza kushughulikia maswali yako mahususi. Ni uwekezaji mdogo sana ukilinganisha na kile ambacho ungetumia kwenye ziara moja ya daktari wa kibinafsi. Kumbuka, afya yako ndiyo tajiri wako mkuu. Usiipuuze, usiikabidhi kabisa kwa wengine. Chukua usukani. Asante kwa kuwa hapa, kwa kusikiliza, kwa kujifunza. Asante kwa kutaka kuwa toleo bora la wewe mwenyewe. Hatua hiyo tayari ni kubwa sana. Na huu ni mwanzo tu wa safari yako kuelekea maisha kamili, yenye uhai na yaliyojaa nguvu. Tuonane kwenye video ijayo. Na kumbuka, jishughulishe, kunywa maji na lishe mishipa yako ya damu. Hadi wakati mwingine.